Kwa jina naitwa Exaud Julius, ni mkurugenzi wa usimamizi na uchunguzi kutoka Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Namwakilisha afisa mtendaji mkuu ambaye alikuwa ndo mgeni rasmi wa shughuli ya leo, ambayo ni uzinduzi wa mapato sukuku ambayo imeshatolewa na KCB Tanzania Limited. Hii ni moja ya bidhaa mpya na bunifu ambazo zinaingizwa kwenye masoko ya mitaji, ambapo hii bidhaa itawezesha kuwa na anuai ya kuweza kuwekeza kwenye masoko ya mitaji. Ni bidhaa ambayo mapato yatakayopatikana yataenda kuwekezwa kwenye bidhaa ambazo zinafuata misingi ya sheria. Itawekeza kwenye miradi mbalimbali yote ambayo itakuwa imeshaidhinishwa kwa kufuata maadili na misingi ya sheria. Faida itakayopatikana itaweza kugawanywa kwa wawekezaji. Kwa maneno mengine kwamba ni bidhaa ambayo sio ya kupata riba, ni bidhaa ambayo ni ya kugawana mapato. Leo hii tuko hapa Serena, Dar es Salaam, ambapo tumezindua kitu kinaitwa mapato sukuku. Mapato sukuku ni bidhaa ya uwekezaji ambayo inafanana na bond, lakini inafuata misingi ya sharia. Sukuku ilikuwa ya kwanza kabisa kuzinduliwa hapa Tanzania na Afrika Mashariki kupitia KCB hii Sahel Banking mwaka 2022, ambapo tuliweza kuwalipa wawekezaji wote 2025 Disemba. Hii mapato sukuku ni mwendelezo wa hatua hiyo. Mapato sukuku itakuwa ni uwekezaji wa muda wa miaka mitatu. Mwekezaji ambaye anaingiza hela kima cha chini $500 anaweza kupata faida ambayo ni halali ya 11% kwa mwaka, ambayo italipwa kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo atakuwa analipwa mara 4 ndani ya mwaka. Na kikubwa ni kwamba watu wanatakiwa waelewe kwamba soko la uwekezaji katika masuala ya halali limekuwa likikua. Huko nyuma tulikuwa tunaambia watu wawekeze halal, waache uwekezaji wa riba, lakini hauwapi fursa za kuwekeza, hauwapi mbadala. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mpaka sasa hivi tunavyoongea KCB walishatoa sukuku ya mwanzo inaitwa KCB Fursa Sukuku. Kama ulivyosikia kwenye masuala ya uwekezaji, unapotoa sukuku kuna kitu kinaitwa redemption, kwamba unapouza watu wanaogopa kwamba nisije nikanunua ile sukuku, ule muda ukifika kurudishwa hela yangu nikashindwa kupata ile hela yangu, lakini wao wamefanya ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo wametupa ile confidence kwamba wanaweza wakafanya.